Mwanzoni mwa wiki hii teuzi za watu wanaojulikana kama jury likiwa ni baraza maalum la mahakama lenye watu takriban 12 wenye umri kati ya miaka 30 hadi 74 likijumuisha wanaume 8 na wanawake 4, na baraza hili limeshiriki katika kusikilizwa kwa kesi iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu na mamilioni ya watu kote ulimwenguni. Kesi ya Puff Daddy, P Diddy ama kwa majina halisi yanajulikana kama C Diddy Combs ilisikilizwa na mashahidi walisimama kizimbani kutoa ushuhuda wa mashtaka yanayomkabili ya njama za ulaghai, ulanguzi wa ngono kwa nguvu, makosa mawili ya ulaghai na kulazimishwa ukatili dhidi ya wanawake na usafirishaji wa watu kwa madhumuni ya kufanya ukahaba. Ex wa Diddy ama mpenzi wa zamani wa Diddy alitoa ushuhuda kwa mara ya kwanza baada ya kukaa miaka 6 bila kukutana na Diddy. Watoto pamoja na mama yake Puff Daddy pia walionekana wakiingia katika viunga vya mahakama kwa ajili ya kusikiliza kesi na mkabili mpendwa wao, ila kwa mujibu wa taarifa hawakuweza kukaa hadi mwisho, ikiwapelekea kunyanyuka na kuondoka kutokana na maelezo yaliyokuwa yanatolewa na mashahidi. Shahidi wa kwanza alikuwa ni Israeli Florence, ambaye ni afisa wa usalama katika hoteli iliyopo katika jimbo la California, ambapo Combs alionekana kwenye video akimshambulia mpenzi wake huyo wa zamani ambaye anajulikana kama Case Venture mnamo mwaka 2016, ambapo Florence alikuwa askari wa jeshi la Marekani kwa zaidi ya miaka 15 na alitoa ushuhuda wa kuwa aliitikia wito kutoka kwa mwanamke aliyekuwa na changamoto katika hoteli hiyo na kuwakuta Combs na Ventura kwenye korido ya floor ya 6 ya hoteli hiyo. Florence alisema Ventura alionekana kuogopa na alitaka begi na simu yake na kwamba Combs alimwambia hauondoki. Combs na Ventura waliendelea kubishana kabla hatimaye kuondoka hotelini, ambapo Florence alimuuliza Ventura ikiwa alitaka kuita polisi, lakini aliendelea kusema ya kwamba anataka kuondoka tu, na Florence alisema Combs alimrushia rundo la pesa na kusema usimwambie mtu yoyote, lakini hakupokea. Pia alisema aliona mtu wa 3 chumbani pamoja nao na kwamba Combs alinyakua simu ya mlinzi wakati alidhani anarekodiwa. Ventura, ambaye ni mmoja wa washtakiwa 4 wanaotarajiwa kutoa ushahidi dhidi ya Combs, alipanda kizimbani saa 11 asubuhi. Yeye na Combs walichumbiana kwa zaidi ya muongo mmoja na akaja na kesi ya serikali dhidi yake mnamo mwaka 2023. Ushahidi muhimu katika kesi hiyo ni video ya Combs ama P Diddy akimshambulia mwanamke huyo katika barabara ya ukumbi wa hoteli ya Los Angeles mnamo mwaka 2016. Pia anatarajiwa kutoa ushahidi kuhusu madai ya ubakaji kutoka mwaka 2018. Mwanamke huyo wa zamani wa Diddy ambaye pia ni mwanamuziki anayejulikana kwa jina la Kesha sasa ameolewa na mwanaume mwingine na mjamzito wa mtoto wake wa 3. Timu ya utetezi ya Combs ama P Diddy ilisema katika taarifa zao za ufunguzi hawajaona tangu mwaka 2018. Mume na kaka yake Case Ventura wote walionekana chumba cha mahakama kwa ajili ya kumsapoti mwanamke huyo. Katika shuhuda yake alisema yeye na Combs ama P Diddy walikuwa katika mahusiano kwa zaidi ya miaka 10. Anaelezea madai ya unyanyasaji wa kimwili ikiwa ni pamoja na kuangushwa, kuburuzwa, kupigwa mateke na kukanyagwa kichwani, na alipoulizwa ni mara ngapi unyanyasaji ulitokea dhidi yake akajibu ni mara kwa mara. Pia anaelezea kuwa kupata macho meusi na michubuko kwenye mwili wake, kwa maana macho yake muda mwingine yalibadilika rangi. Mwanamke huyo anasema katika mwaka wa kwanza wa uhusiano wao Combs ama P Diddy alipendekeza kukutana naye kimapenzi kwa njia tofauti. Anasema ilihusisha kuajiri msindikizaji ama dansa ili aweze kumtazama akijihusisha na mwanaume mwingine huku akiwaelekeza. Anasema alikuwa na umri wa miaka 22 tu, alichanganyikiwa na kuwa mtu mwenye wasiwasi, lakini pia alimpenda sana P Diddy na hivyo alitaka kumfurahisha. Anasema baada ya muda aligundua kuwa alikuwa jambo ambalo alitaka kufanya hivyo mara kwa mara, lakini hakuhisi kama alikuwa na chaguo la kusema hapana. Anasema alikuwa na wasiwasi kuhusu kumkasirisha kwa sababu alidhibiti sehemu kubwa ya maisha yake, ikiwa ni pamoja na kazi yake na jinsi alivyovaa. Pia alikuwa na wasiwasi kwamba angeweza kumtusi kwa kuachilia picha kutoka kwenye mambo ya ajabu. Mwanamke huyo anasema kwamba nakumbuka kuwa alikuwa shabiki mkubwa wa muziki wa P Diddy, akisema alikuwa mkubwa kuliko maisha, lakini kwamba hakujua mengi kumhusu yeye binafsi.
Anasema alisaini mkataba na Bad Boys Record mwaka 2006 alipokuwa na umri wa miaka 19 tu. Ventura anasema wakati huo ilikuwa uhusiano wa kawaida na Combs alimtaka kimapenzi. Alitoa albamu yake ya kwanza na ya pekee baada ya mwaka huo, na wimbo wake wa Me and You ulishika nafasi ya kwanza kwenye chart za Billboard. Ventura anasema alisherehekea siku yake kuzaliwa huko Las Vegas na Combs na marafiki wengine. Anasema ndipo alipombusu kwa mara ya kwanza kwenye bafu la chumbani kwake. Ventura anasema baada ya hapo aliendelea kukutana na Combs ama P. Diddy katika hoteli ili kufanya kazi ya muziki, lakini walianza kukuza uhusiano mzuri zaidi baada ya kufanya mapenzi, huku Combs akimfundisha kuhusu vitendo tofauti vya kingono. Anaelezea kuhisi woga na kutaka kujua wakati wa mikutano hiyo, akiongeza kuwa hakuwa na uzoefu wa ngono na bado anaona mtu mwingine. Alipoulizwa kwa nini alitaka kuwa karibu na Combs ama P. Diddy, alijibu kwamba kwa sababu sawa na kila mtu mwingine wakati huo alikuwa mchangamfu, mwenye furaha, akiwa kipenzi cha wengi. Anasema akiongeza kuwa kazi yake ilikuwa mikononi mwake, hakuwa na uchaguzi. Ventura anasema kuwa kuna wakati walisafiri hadi Miami ambapo walitumia madawa aina ya Estex na kufanya ngono kwa mara ya kwanza. Anasema walipendana na walitumia muda mwingi kusafiri pamoja ama studio. Anasema waliweka uhusiano wao kuwa wa faragha mwanzoni kwa kuheshimu kazi zao na familia yake. Katika nukuu yake anasema kwamba nadhani nilivutiwa tu naye. Tulikuwa katika sehemu nzuri, ilikuwa ya kufurahisha sana wakati huo. Ventura anasema baada ya muda alianza kuona upande wa pili ama upande tofauti wa Combs na akawa na mdhibiti. Anasema kama asipojibu ujumbe wake kwa haraka, aliwafanya wafanyakazi wake wamtafute na kumfuatilia. Udhibiti ulikuwa wa kila kitu, kutoka kwa jinsi alivyoonekana hadi kile alichokuwa kikifanya kwa siku hiyo. Anasema kwamba hapo ndipo unyanyasaji wa kisaikolojia na kimwili ulipoanza. Anasema anaendelea kusema wote wawili waliona watu wengine kwa miaka mingi na alikuwa na wivu. Pia anasema Combs alimkodishia nyumba huko Manhattan, New York kama zawadi ya siku yake kuzaliwa. Anaongeza kuwa ilikuwa karibu na makazi yake na alikuwa anaenda nyumbani kwake bila taarifa. Yeye Combs walichumbiana na kuendelea kuanza na uhusiano wao kuanzia mwaka 2007 hadi 2018. Ventura anasema kwamba alirekodi mamia ya nyimbo kama sehemu ya mpango wake wa albamu ya 10, lakini ni albamu moja tu pekee ambayo ilitolewa. Alipoulizwa ni nini kingine alikuwa akifanya, anajibu ni michezo ya ajabu ama freak offs. Iligeuka kuwa kazi yake bila kupewa nafasi ya kufanya kitu kingine chochote. Anasema angekaa kwa siku 3 akinywa pombe na kufanya ngono asiwajua. Ventura anasema michezo hiyo ilichukua popote pale, kwa maana ndani ya saa 36 hadi 72 za muda wake wa kila wiki, na ni sehemu yoyote waliweza kufanya mapenzi na kufanyishwa ngono. Anasema alilazimika kuchukua muda maalum wa matibabu kutokana na kufanya vitendo hivyo kwa muda mrefu, matumizi ya dawa za kulevya, kisha kumpelekea kuwa na upungufu wa maji mwilini. Hata hivyo, picha mjongeo ya Combs akimshambulia Ventura katika hoteli ya Los Angeles mnamo mwaka 2016 inaelezwa ni ushahidi muhimu katika kesi hiyo. Video hiyo iliyopatikana na kuchapishwa na CNN mwaka jana ilimuonyesha Combs akimpiga vibaya mwanamke huyo kwenye sakafu kabla kumpiga teke na kumburuta. Mnamo mwaka 2023, kabla video hiyo kuchapishwa, Ventura alifungua kesi ya serikali dhidi ya Combs akimtuhumu kwa ubakaji na unyanyasaji wa kimwili. Suluhu ilitangazwa siku moja baada ya kuwasilisha faili, lakini maelezo hayakufichuliwa. Combs baadaye aliomba msamaha kwa vitendo vyake kwenye video, lakini alikanusha madai hayo katika kesi hiyo. Picha na video kutoka ndani ya mahakama ya shirikisho haziruhusiwi. Kwa hivyo hakuna mtiririko wa moja kwa moja ama utangazwaji wa kesi hiyo, bali kinachoweza kutumika ni michoro tu ndani ya chumba cha mahakama. Hata hivyo, hiyo inaruhusiwa. Ventura anaendelea na ushuhuda wake akieleza jinsi ambavyo Combs alijaribu kudhibiti muonekano wake, kuanzia alichovaa hadi jinsi alivyotengeneza nywele na kucha. Pia alitumia muda wake mwingi kujitayarisha kwa ajili ya michezo isiyo ya kawaida, na kwamba maoni yake yalimuathiri kisaikolojia. Akitoa ushuhuda kuhusu freaks off za kila wiki ambazo zilidumu kwa siku, Ventura anasema hakupata usingizi wakati wote na alikesha kwa kutumia dawa kama vile Estance, ambapo anasema Combs alitoa kwa Ventura na kutaka kujihusisha na kila kituko ambacho alihisi kuchukizwa na kufedheshwa nacho.
Pia anasema pamoja na kulipa kodi yake, Combs alilipia magari, usafiri, mavazi na gharama nyingine, na kwamba angemnyima vitu hivyo ikiwa asingetii. Ventura anasema baadhi ya maeneo ambapo Freak Ops ilifanyika ilitumika mihadarati na vifaa vilivyohusika pia, ikiwa ni pamoja na mafuta ya watoto, baby oil, ambapo anaeleza kwamba bwawa dogo la watoto lilijazwa mafuta, na anasema kwamba alihitajika kupaka mafuta hayo kila dakika. Ventura anasema hoteli walizotumia ziliwatoza gharama kubwa ya uharibifu wa chumba hicho, akisema katika tukio moja ilikuwa ni lazima kwa hoteli moja kutengeneza upya chumba cha hoteli. Hizi ni ripoti juu ya kile ambacho kinaendelea katika kesi ya P. Diddy, ama unaweza kumuita Combs, huko katika mahakama ya Marekani, na ushahidi ukiwa unaendelea, ikiwa ni siku ya pili imepita na leo ni siku ya tatu pia ushahidi unaendelea kutolewa. Mimi naitwa Mikandaba na hizi ni ripoti zaidi.